Jo hapa Dani. Jo. Nataka nimteach. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Asante sana. We want to train our young men, Tunahitaji kumfundisha kijana huyu, and we believe God will be blessing them day by day. tunaamini Mungu anambariki siku baada ya siku. Today we want to have a fellowship with the Holy Communion. Siku ya leo ni siku ambayo Tuwe na ushirika tunataka tuwe tuna ushirika wa meza ya wa Bwana. meza ya Bwana. So we want to fellowship with to have a Holy Communion. Tunayo meza ya Bwana. Why it is important to have the Holy Communion? Kwa nini ni muhimu meza ya Bwana? This is showing us something in the spiritual realm. Hii inatuonesha katika kiroho, It's showing us something that Jesus did before he left. inatuonesha kile Mungu alichokifanya, Yesu alichokifanya kabla ya kuondoka. When Jesus was going to the cross, Yesu alivyoenda msalabani, he spoke with the disciples. He spoke with the disciples. aliongea Okay. na wanafunzi wake. Tutapoteza muda. Bwana Yesu asifiwe. I will speak Swahili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. For me to go quick, I will be mixing languages so that we can go very quick. Leo nataka nikuonyeshe kitu kidogo ambacho ni muhimu sana. Lazima ukumbuke mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, nataka nikuonyeshe kwamba kaburi lilikuwa na heshima kubwa. Kaburi lililombeba Yesu. Nini kaburi inahubiri kwenye maisha yako? La kwanza, kaburi lilishuhudia matendo makuu ya Mungu. La kwanza, tunaona furaha iliyokuwepo kwa wale wanawake waliokwenda kaburini. Na kaburi linahubiri ushindi, kwamba Yesu ameshinda kifo na mauti. Ukisoma Mathayo 28 utasoma mstari wa kwanza mpaka wa 6. Tunaona kabisa kwamba kaburi lilikuwa na nguvu. Kaburi lilileta faraja kwa wanafunzi. Kwa hiyo watu hawazungumzii swala la kaburi la Yesu. Lakini leo ninataka kusema hilo, nilikuwa naweka utangulizi. Lakini ujue siku kama leo, kwa nini tushiriki meza ya Bwana? Meza ya Bwana ni muhimu sana kwa maisha ya mtu yeyote aliyeokoka. The Holy Communion is very important for every believer, the one who is born again. Kwa sababu meza ya Bwana inakukumbusha kifo cha Yesu msalabani, damu iliyokuwa imemwagika msalabani. Kwa hiyo nataka tusome Yohana sura ya 6, the book of John chapter number 6. Yohana sura ile ya 6 na mstari Yohana sura ya 6 na mstari ule wa 20, mstari wa kuanzia 52. When we begin from verses 49, John chapter 6 49, Biblia inasema baba zenu waliila mana jangwani wakafa. Hiki ni chakula kitokacho kutoka mbinguni, kwamba mtu akile wala asife. Mimi ndimi chakula chenye uzima kilichoshuka kutoka mbinguni. Mtu akila chakula hiki ataishi milele, na chakula nitakachotoa mimi ni mwili wangu kwa ajili ya uzima wa ulimwengu. When you read from verses 49, John chapter 6, from verses 49 to verses 51, tunaona Yesu anakumbusha. Yohana anaandika kwa sababu alikuwa na Yesu. Anawaambia wale Wayahudi waliokuwa pamoja naye na watu waliomsikia, akasema baba zenu walikula mana jangwani. They ate the manna in the wilderness and they died.
But Jesus said now, Yesu anasema chakula, the food that I am giving you today, chakula ninachowapeni ninyi leo ni chakula ambacho mkila hamtakufa. Hallelujah. The food that I'm giving you today, when you eat that food, you will never ever die. Chakula hicho kitawafanya msife. Na anasema chakula hicho ni mwili wangu uliotolewa kwa ajili yenu. Asa anasema mstari wa 52, basi Wayahudi wakashindana wao kwa wao. Verses 52, wakashindana wao kwa wao, awezaye huyu mtu kutupa mwili wake ili tuule? Basi Yesu akawaambia, amini nawaambieni, msipoula mwili wake mwana wa Adamu na kuinywa damu yake, hamna uzima ndani yenu. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu anao uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Kwa maana mwili wangu ni chakula cha kweli na damu yangu ni kinywaji cha kweli. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu, huyo ukaa ndani yangu na mimi nakaa ndani yake. Oh, the one that drink, I will be inside of that person. Nitakuwa ndani ya mtu huyo, na huyo mtu atakuwa ndani yangu. Kama mimi nilivyo hai ndani ya Baba, na wewe utakuwa hai ndani ya Kristo. Sema amina. Sema amina. Watu wote wanaohitaji uzima ni wale wanaoinywa damu ya Yesu na kuishi ndani ya Yesu. Unakula mwili wa Yesu, maana anasema mwili wake ni mkate wa uzima. Na tunapoula mwili wa Kristo, uzima lazima uwepo ndani yako. Sema amina. Jana nilikuwa naombea watu, nilikuwa nimesimama ndani ya damu ya Yesu. Tulikuwa na watu hapa, tulikuwa tunafanya ibada online. Tulipokuwa tunafanya ile ibada, nikaweka maji, nikamimina damu ya Yesu kwenye maji, nikasimama kwenye maji. Nilipotoka kwenye maji yale, nikasikia miguu yangu ni miepesi, alafu ni kama inapuliziwa upepo fulani wa namna fulani, ambao mpaka nikamwambia yule bwana, kuna watu niliwashuhudia, nikasema nasikia upako kwenye miguu yangu, nasikia neema kwenye miguu yangu. Nikasema ukizamishwa ndani ya damu ya Yesu, unaiona nguvu ya Mungu ikiambatana na wewe. Sema amina. Sema amina. Sema amina. Na kitabu cha Wakorinto, kitabu kile cha Wakorinto, Wakorinto wa kwanza, 1 Corinthians chapter number 11, verses 29. Maana alaye na kukinywea, ula na kunywa, tuanze mstari wa 27, start with verse 27. Basi kila aulaye mkate huo na kukinywea kikombe hicho cha Bwana isivyostahili, atakuwa amejipatia hatia ya mwili na damu ya Bwana. Lakini mtu ajionye mwenyewe, na hivyo aule mkate na kukinywea kikombe. Maana alaye na kunywa ula na kunywa hukumu ya nafsi yake kwa kutokupambanua ule mwili. Kwa sababu hiyo wako watu wengi kwenu walio hawawezi na dhaifu, na watu kadha wa kadha wamelala. Before drinking, before taking Holy Communion, man of God, can you read it in English? From verses 27. 1 Corinthians 10. 11. 1 Corinthians 11, 27. All right. Wherefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and the blood of the Lord. Guilty, yani usihesabiwe, kwa sababu kuna mapepo ambayo yamekaa ndani ya watu. Kuna roho za ushirikina na uchawi zilizokaa ndani ya watu. Unapokunywa ile damu, yale mapepo hayaruhusiwi kunywa ile damu.
Unapokunywa ile damu, zile roho lazima zife. Haleluya. Zile roho zinahukumiwa. Na ndio maana watu wengi hawajui. Na ndio maana Biblia inasema wako watu wengi kadha wa kadha waliolala. There is some people who are very sick. They are on the bed. But when we drink the blood of Jesus and eat the body of Christ, the life is coming automatically in that body. And the healing is taking place. Kwa hiyo sai, uponyaji unakwenda kuchukua nafasi yake. Uzima unakwenda kuchukua nafasi yake. Kwa damu ya Yesu Kristo. Na ndio maana kwa wale watu wanaoelewa, ukiwa kazini, ukiwa popote pa, jiwekee tabia ya kutumia meza ya Bwana, damu ya Yesu, kwenye nyumba yako. Ukienda kulala na ukiamka asubuhi, unasema na kunywa damu ya Yesu. Ninapokunywa damu ya Yesu, ninajiweka ndani ya Yesu. Hakuna mchawi, hakuna mtu atakayebatilisha kazi yangu. Unanielewa? Damu ya Yesu inakupa promotion. The blood of Jesus gives the people promotion. Hallelujah. The blood of Jesus is opening the door. The blood of Jesus is breaking every yoke and the covenant of demonic forces. Kwenye maisha yetu, the blood of Jesus, whatever drink and eat the flesh, the Bible says that person will be inside of Jesus, and he will be live in Jesus, and Jesus will be alive in that person. Kwa hiyo what? So when you are in Jesus, the devil will not see you. Ukiwa ndani ya Yesu, shetani hata kuona. Kama unanielewa sema amina. Kama unanielewa sema amina. Nimewaambia watu yesterday mpe huyo nani? Kalimani. Yesterday, jana, one of our followers on Facebook, moja kati ya watu ambao walikuwa wanafuatilia pale Facebook, is a businessman. Alikuwa ni mfanyabiashara in San Antonio in Texas. Ni mtu anayefanya biashara in San Antonio, Texas. Ni mtoto wa yuko San Antonio, Texas, mji unaitwa Texas. Amen. And this man said, na huyu mtu akasema, when I do a fellowship by drinking the blood of Jesus and break bread and eat the bread, I started going all over my house. Nilipofanya ushirika wa kunywa damu ya Yesu na mkate na kuzungushia katika nyumba yangu yote. And he said my office is close to my house. Na akasema ofisi yangu ipo karibu na nyumba yangu. And I started putting the blood of Jesus all over, on the door, all over. I speak the blood of Jesus. Na kuachilia damu ya Yesu kila sehemu ya milango na sehemu zote za nyumba. And he told me this. Akaniambia kwamba I believe the blood of Jesus is gonna give me favor because I'm doing some of the works in the houses of the people. Ninaamini damu ya Yesu inakwenda kunipa kibali kwa sababu nimeweka vitu katika nyumba za watu. I'm working. I'm having a company. Kwa sababu ninayo kampuni. So today I want to tell you. Leo nataka nikwambie. The blood of Jesus is gonna open your door and give you breakthrough. Kwa milango yako. One of my daughter phoned me yesterday from China. Kuna binti yangu mmoja pia alinitafuta kutoka China. And he phoned me. Alinitafuta. And he said, Pastor, akasema mchungaji, I saw you was praying online today. Kuona ukiwa unaomba online leo. And I saw you praying through the blood of Jesus. Na nimekuona ukiomba ukiwa kwenye damu ya Yesu. And said, pray for me. Na ukasema omba. And I started praying for her. Nikaanza kuomba kwa ajili. I said the blood of Jesus. Nikasema kwa damu ya Yesu. Will give you a breakthrough in China. Yes. Will give you a breakthrough. Utanipa njia katika maisha yangu. In China. Katika China. In everything you do. Katika kila eneo ambalo. So today. Kwa hiyo leo. We are speaking the blood of Jesus. Kupitia damu ya Yesu. We are calling the blood of Jesus. Damu ya Yesu. Over every office. Katika kila ofisi. Over every family. Katika kila familia. Over every children. Katika kila eneo. Today the blood of Jesus. Katika jina, katika damu. Hallelujah. Hallelujah. And the blood of Jesus. Na damu ya Yesu. Is gonna judge every power of demonic voices. Nenda kuhukumu kila aina ya nguvu za mapepo. Haijalishi kwenu wanatambikia. Amen. Huu mwezi mnajua kule Wachaga kwetu kule Moshi. Mwezi wa 12 hizi siku za sikukuu. Si mnajua wanako kwenu. Lakini wewe hapa unakuta watu leo wanachinja, watu wanafanya matambiko kule Bukoba.
Nakumbuka baba moja kanisimulia kule Bukoba, matambiko yalipigwa, kuna bibi analinda nyumba miaka karibia 40, miaka 20 na alikufa. Lakini siku watu walikwenda kuombea ile nyumba, wakakutana naye yule bibi, wakakuta anawaambia, mimi ndo mwenye nyumba hii, nyinyi mnafanya nini hapa? Miaka 25 alikufa. Yani kuna watu pia kwenye vikao, yani kuna watu wanaendesha. We have some of the dead people. Tuna baadhi ya watu waliokufa that are running meeting in the family. Ambao bado wanaendelea kwenye familia zao. They are coming with the spirit. They are coming dead people, but they want to bring advice in the family. Wanakuja watu waliokufa bado wanaendelea kutoa ushauri kwenye familia. They are trying to control the family. Wanajaribu kuiendesha familia. Because they use the power of rich of the blood. Kwa sababu wanatumia nguvu ya damu. And they are confusing the children. Na wanachanganya kwa watoto. They are confusing the family. Na wanachanganya mambo kwenye familia. They died many years today by the blood of Jesus. Leo kupitia damu ya Yesu. We gonna destroy every judgment, every those demonic forces. Tunaenda kuharibu kila aina ya nguvu ya giza. Kama unanisikia sema amina. Amen. No debts. Hakuna deni. Hakuna deni. We have of the demons today. Tuna mapepo mengine leo. They have a debt in the family. Wana madeni kwenye familia baadhi za watu. They say this is mine. Wanasema huyu ni wangu. This is mine. Wanasema huyu ni wangu. Wana madai. They have a debt. Wanasema wewe mtu wa fedha, wanasema madeni ukiwa unadai. When they are looking for, they want something from you, they will be following you even when you go to America. Wanapokuwa wanahitaji kitu kwako, wanakufuata hata ukienda Marekani. Deni yoyote unayodaiwa Yesu amelipa. Amen. Hallelujah. Amen. Tunataka kuimba huo wimbo, deni yangu ya dhambi. Wakati wanaomba wale wazee wa kanisa, mdeni mashemasi, mdeni hapo. Deni yangu ya dhambi Yesu amelipa. Deni yangu ya dhambi Yesu amelipa. Kwake msalabani nilipewa uzima. Wow! Deni ya dhambi msalabani ilimalizikia, ni huru kabisa. Damu ya Yesu iko wapi? Baba Mungu, katika jina lako Yesu, kwa damu hii ya Pasaka, kwa damu ya mwanao Yesu Kristo, damu iliyomwagika kwa ajili yetu, natangaza uzima wako juu ya damu. Let the blood of Jesus become the blood of redemption. Ikawe damu ya ukombozi juu ya kila mmoja wanapokwenda kushiriki damu hii Yesu. Kila magonjwa, kila deni, kila mashtaka yakaondolewe kwa damu ya Yesu. Ndio maana ukawaambia wanafunzi, fanyeni hivi kwa ukumbusho wako, kwa sababu ile damu ya agano jipya iliyomwagika kwa ajili yenu. Na Biblia inasema, anywaye damu isivyostahili amejipatia hatia na hukumu ya damu ya Bwana. Leo tunahukumu mapepo yote, tunahukumu miungu yote kwa damu ya Yesu Kristo. Na Bwana ukaachilia upako katika damu hii, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Vile vile Mungu, mkate huu ni mwili wako. Wasema mkate huu, mwili wangu ulitolewa kwa ajili yenu. Na Biblia inasema aulaye mwili huu hataona njaa kamwe. Natangaza kwamba Bwana, kwa mwili wako Kristo tukapate kuwa hai katika wewe. Natangaza uponyaji na baraka za Mungu katika mwili huu, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Basi naomba
Sioshwi dhambi zangu bila damu yake. Naomba praise. Sioshwi dhambi zangu bila Damu yake. Hakuna kabisa. dawa Makosa yaku kututakasa. bila Damu yake Yesu. Hakuna kabisa dawa Bila damu yake Yesu. la kunisafi sina. bila damu yake Yesu. Wala huzuni tena sina. Bila damu yake Yesu. Hakuna kabisa dawa ya makosa yangu Kututakasa. ila Bila damu yake Yesu. sipati patabish bila Bila damu yake Yesu. hakuna haya tena bila Bila damu yake Yesu. hakuna hakuna kabisa dawa Makosa yangu ila uyashinda ulimwengu hiyo ndiyo damu yake Yesu. ona kutufikisha tulio Ndiyo damu yake Yesu. hakuna Naomba kama vyombo vinatosha, tunataka tushirikishe na watoto, kwa sababu tuwaweke kwenye agano la damu ya Yesu. Kuna watu wanawaacha watoto, wanasema watoto hawajui, lakini wakati unamwacha mtoto, watu wanapanda vitu kwa mtoto. Damu ya Yesu inaondoa madhabahu zote za mapando ya familia juu ya mtoto. Msalabani pa Mwokozi hapo mwana wa Mungu
Nadhani tuko tayari. Amen. Tuko tayari. Basi tusimame. Let us stand on our feet. Inua mkate wako juu. Raise up your bread. Do you have your bread? Take your bread. I want to pray now. Father, in the name of Jesus, this is your body that was given for us. Na siku ya leo Mungu, wewe ni mwaminifu Jehova. Asante kwa ajili ya mwili wako uliotolewa, uliochubuliwa, ulioharibiwa. And the Bible says, by your stripes we are healed. And we declare healing right now through the body of Jesus. We declare a miracle and resurrection power through the body of Jesus. The Bible says your body was the bread that coming from the heaven. And you say you are the word. And Jesus, this is you. And we declare right now, tunatangaza sasa nguvu ya uponyaji katika mkate huu. Bwana, tunapoula mkate huu, ukawe uzima, ukawe baraka katika miili yetu, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Kula mkate. Alafu inue kikombe chako. Baba, nakushukuru. This is your blood that you shed in the cross for the remission of the sin. The blood that reconciles us with God. The blood that gives us opportunity to enter in the holy of the holy place. The blood that can judge every power of demonic forces. The blood that can judge every demonic power in our lives. Tunatangaza damu yako Yesu Kristo. Damu hii ya Pasaka ikawe na nguvu juu yetu. Damu ya agano jipya. Bwana, tunaachilia uponyaji juu ya damu ya Yesu. We release the power. Anywaye damu isivyostahili amejipatia hatia na hukumu. Baba, tuna hukumu miungu. Tuna ukarara baba kura bashara. Asante kwa damu ya usi. Asante kwa neema yako ya uponyaji. Bwana, wanachacharika. Sasa wewe binti mdogo, umekaa kwenye kiti hicho, umekaa unashangaa. Nataka utoke mpaka mama Mwairubi. Yaani anaza watoto inua mikono, useme ni Bwana. 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 Inua mikono, useme asante. Inua mikono,
haleluya. Nyanyua mikono yako juu hapo ulipo, haleluya. Tunahitaji tukamwambie yeye ni Mungu aliyefufuka na hakuna kama yeye. Haleluya. Shanama. Yesu, 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 ndivyo ulivyo. Yesu, 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 ndivyo ulivyo. Thank you for your presence, oh God. Thank you for the power of resurrection. Resurrection of Jesus in our lives. We thank you, Lord. Bless us in Jesus' name. Amen, amen, amen. Amen. Mercy for this an opportunity. I want to invite men of God. Nataka nimkaribishe mtumishi wa Mungu Pastor Paul Oluwatoba, so that he can speak with us. Yeye ndiye ambaye ataongea na sisi. And I know you will. Na utaenda kula pilau. So let me invite